ibadani, tukaenda Zanzibar na tukashinda. Zanzibar ni nyumbani kwetu na muda wote tunapata matokeo. Mohamed Hussein Simba Shabani hapo pale pale. Yaani walikuwa wanasema Yanga inacheza mpira mgumu. Sasa kupitia Zimbwe, Pacome na Depu tunaenda kulainisha kwenye mechi inayokuja. Hii ya leo isiwashtue jamani. JKT tushafunga 5 mbona? Waandishi hamna kumbukumbu. Ni msimu juzi tu pale Chamazi. Wamechukua chuma 5 safi wamerudi kwao kujipanga jeshini kule kambini. Sasa haya ni marudio. Na JKT kama amefungwa basi kwenye ligi hii hakuna timu nyingine yote itasumbua. Nilikuwa nawaambia jana waandishi wa habari katika mechi 5 mfululizo zinazofuata za Yanga ukianzia ya Namungo kuja ya leo ya JKT kuja inayofuata ya Simba inayofuatia ya Singida Airtel Stadium inayofuatia ya Fountain na ya mwisho ile ya 6 ya Azam FC. Mechi ngumu ni 2 ni mchezo dhidi ya Azam FC na mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Sasa katika hii michezo ambayo tulikuwa tunahofia ni migumu, wa kwanza tumeshinda 5. Sasa mpinzani yupi atasumbua? Simba sio mpinzani mgumu. Mimi nilikuwa katika hizi fixture ya mechi 6 ninazokuambia nilizokutajia hizi. Nilikuwa namwazia JKT. Kwa sababu miaka 2 mfululizo JKT tunavuna alama 4. Kwa hiyo nilikuwa namwazia kuliko mpinzani yote. Sasa amekufa chuma 5. Namwazia mtu gani? Yaani mtu nimemfunga mara 6 mfululizo namwazia nini? Na katika hii miaka 10 ukiona Simba ameifunga Yanga, ameifunga Yanga kwa kufluku. Hawana timu ya kuifunga Yanga, hawana viongozi wa kuifunga Yanga, yani hawana hata benchi la ufundi la kuifunga Yanga. Ukiona sehemu yote Simba amefunga Yanga. Simba yani miaka hii 10. Simba yani sio ura. Umekumbuka walivyofunga kwa fluku ya wakafunga goli Inonga akafunga Dakibu. Goli 2 fluku. Tokea kipindi kile wamefunga lini Yanga? Goli 2 ni fluku inaweza angalia goli lenyewe wamefunga kichawi dakika ya kwanza ya mpira, goli la timu kila mtu anajua. Uchawi mtupu, mvua inanyesha mara inakatika, mara inanyesha mara inakatika. Hawana timu ya kutufunga wala sisi kukaa kwenye hizi mic zenu. Naanza kumwazia mtu ambaye nimemfunga mara 6 mfululizo. Hizi mic zingekuja kabla mchezo wa JKT, ningekuwa na cha kuwajibu kwa sababu JKT ndio mpinzani halali kwenye ligi ya Tanzania kwa sababu misimu 2 mfululizo tujavuna alama 6 kwa. Kwa hiyo tutunze clip kwamba nyinyi mnamfunga Simba. Sasa wewe usala ya Yanga kumfunga Simba hadi unatunza clip au unafikiri labda clip ya few moments later. Bwana sisi kumfunga Simba ni jadi yetu na ni hadhi yetu na ni mwendo wetu wa nyumbani. Muda wote tunatikisa tunakula maembe. Sasa leo niwaone wachambuzi kule Instagram. Waandike Yanga ina mpira mgumu. Kocha wa Yanga hana CV za kufundisha Yanga. Yanga ndio timu yake ya kwanza kuifundisha. Yaani abarikiwe sana Mudathiri, abarikiwe sana Shekani, abarikiwe sana Zimbwe Junior Shabalala kwa sababu kuelekea kwenye hii dabi tungeoga kila aina ya matusi. Lakini sasa hizi hii kuelekea dabi mchambuzi ukijaribu kuichambua Yanga ukikumbuka JKT amekufa 5 unarudi kuwa na nidhamu katika uchambuzi wako. Najua waliokengeuka hapo ni wengi lakini mwisho wa siku Yanga ni kubwa na kama JKT alikuwa anang'ang'ania msimu huu kwenye msimamo wote ni mashahidi. JKT akishuka mechi inayokuja JKT amepanda. Sasa Yanga tumeshamtoa JKT juu kwenye msimamo. Kama uku screenshot. Kama uku screenshot msimamo wa ligi kuu ya Tanzania wakati JKT anapanda na kushuka. Over my deadly body. Sioni screenshot sehemu nyingine. Mbona umesikia over my dead body umecheka? Kwa nini umecheka? Wewe una tatizo lako. Tatizo lipi? Na huyu unaona kacheka au kuna kauli ya utata? Mimi siyafahamu. Kutoka kwenu Rombo kwa hoja unasema. Mimi sitokei tawi la Salamanda kwa sina mamlaka ya kuliongelea hilo tawi. Mimi naongelea tawi langu la Yanga ni detail. Kwa hiyo over my dead body isikushtue. Jamani, JKT ashashushwa juu kwenye msimamo. Ni either urudi nyuma kwenye peji ya Azam TV ukaangalia wakati timu yako iko juu kwenye msimamo. Yanga hatushuki tena na juu kuna baridi na Zanzibar tunaenda kuongeza mpaka theluji. Ukikaribia tu kutufikia unakutana na barafu kama ya kukutana na sisi Wandewa. Depu mechi after mechi after mechi. Yaani hata ukileta leo timu yako ligi kuu Depu akiwa uwanjani hata kama ina odds ya 4.5 mpe Depu anafunga mechi yote ya ligi kuu. Mwanaume Depu. Sawa. Nafasi moja ya kufunga goli. Moja. Dube Prince Mpumelelo Dube, kazi yako moja tu. Kutengeneza chansi kwenye dabi ya Kariakoo tupate goli. Depu, kazi yako moja tu. Kuingiza mpira kambani dabi ya Kariakoo. Umenielewa? Alan Okelo, kazi yako moja tu. Tengeneza chansi moja tu. Moja tu. Asa jumlisha. Ukimaliza, yani ukiipata ya Okelo, ukiipata ya Dube, ukiipata ya Depu, ukiipata ya Buba, ukipata Pacome, jumlisha zogo. 5 zinarudi tena. Wanasema sasa hivi itakuwa ishafika 6. Sasa wewe shekhe, kwenye timu yao wamefunga hata 5 naye msimu.
hata 5 tu za kamkumbe. Kwanza mtakuwa nyinyi msema. Sisi ndio wa kwanza kumkanda mtu goli nyingi kwenye ligi, wa kwanza kumfunga mtu kwenye FA ni goli mingi. Sisi tushamfunga kila mtu. Ila uzuri wake huyu JKT na Simba wanalala kitanda kimoja pale Meja Jenerali Samuyo. Katika mtu ambaye ni rahisi kumuuliza. Yaani unaweza kila Jenerali ukioga abuya. Umenielewa? Katika watu ambao unatakiwa uwaulize Simba sasa hivi asipate tabu, wamuulize JKT. Wasiende mbali, wakaenda kumuuliza Namungo, Falani atawajibia. Kwa sababu ukiangalia Yanga na Namungo utasema kocha ana mpira mgumu. Yanga na JKT unasemaje? Kocha baki au afanyeje? Mbona wachambuzi wanakuwa waeleweki kama maharage ya Mbeya? Maji mara moja, mengine maji mara 2, mengine maji mara 3, haeleweki. Sasa mimi nikwambia kitu kimoja. Kwa sababu President kwa heshima. Nimeomba 5 tu. Sijataka goli nyingi. Wallahi nimemwomba President goli 5. Sijataka goli nyingi. Hapo kule Diallo nimemwambiaje? Please, clean sheet. Akasema wow, no problem. Wow, no problem. Jigi. Kwa nini wewe shida? Yaani mmeombea leo. Naongea. Mimi naongea. Nimegoa utakao lakini labda